kuwa Mungu aliwaumba watu kwa mfano wake haina maana kuwa Mungu yu kama tulivyo sisi. Ina maana kuwa inatubidi tuonyeshe asili yake na utu wake. Kama sarafu za Kirumi baadaye zilivyowekewa muhuri wa mfano wa mfalme, na wanadamu waliwekewa muhuri kwa mfano wa Mungu. Mwanamume na mwanamke wa kwanza waliumbwa wakiwa na uwezo wa kufikiri, kupenda na kuzungumza kama muumbaji wao, waweze kufurahia uhusiano wa karibu naye. Watu hawakuumbwa wawe watumwa wa Mungu, bali wawe marafiki wa Mungu. Katika kuwaumba wanadamu kwa mfano wake, Mungu aliwapa umiliki. Waitunze na kuitawala nchi kwa ajili ya Mungu, wazigundue siri za nchi na kuzitumia rasilimali zake kwa hikma. Uwezo kama huo uliwatenganisha wanadamu na ufalme wa wanyama. Kwa wanyama, Mungu alitoa vipimo viwili, mwili na nafsi. Kwa wanadamu, Mungu alitoa vipimo vitatu, mwili, nafsi na roho. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mwili ulikuwa nyumba tu au hema ambamo Mungu alipulizia nafsi na roho ya mtu. Nafsi ilikuwa akili, hisia na utashi binafsi ndani ya mwanadamu vilivyomwezesha mwanadamu kufikiri, kuhisi na kuchagua. Roho ilimuunganisha mwanadamu kwa Mungu, huku mwili ukimwezesha mwanadamu kuunganika na ulimwengu unaoonekana. Roho ilimwezesha mwanadamu kuungana na Mungu asiyeonekana. Bwana alitaka wanadamu wamjue. Wanadamu walikuwa hazina maalum ya Mungu. Kwa kuwa Mungu aliwaumba, hakuwa tu muumbaji wao, bali pia mmiliki wao. Bwana Mungu alimuita mwanadamu wa kwanza Adamu, yaani wa udongo, au tu mwanadamu. Baadaye Mungu alimuumba mwanamke wa kwanza, lakini kwanza yalikuweko maandalizi fulani ya kufanya. Adamu alihitaji makao na kazi. Baada ya kufanya mwili wa kwanza wa mwanadamu kwa mavumbi na kupulizia uhai, Mungu alipanda bustani huko Edeni, mahali fulani huko Mashariki ya Kati. Mto mzuri ulitiririka katikati ya bustani. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu hakumuuliza Adamu,